Hili unaweza ukawa una yale ambayo yeye anatamani kuyasema, wewe utakuwa msemaji wake. Nafikiri bado tupo katika eneo hili, lakini pia mnyonge mnyongeni yake kampeni. Tuangalie kwenye eneo la kuboresha wachezaji, viwango vya wachezaji. Namna ambavyo Aziz Ndambwile amebadilika. Of course anaweza akawa ni kitu ambacho alikuwa nacho, ila nafasi ndio akupewa. Sasa nafasi ameipata na anaonyesha uwezo wake uwanjani. Sio tu kufanya majukumu yake ya muhimu, ili pia kufunga, anaisaidia timu kupatikana mabao. Aziz, nafikiri badiliko ambalo linatokea kwenye game yake ni labda imani, kupewa nafasi na kuanza kuhisi kwamba anaweza akawa na mchango fulani ndani ya Yanga. Huu ni msimu wake wa pili tu. Season iliyopita kwake haikuwa nzuri, of course ndo msimu wake wa kwanza. Amekutana na Khalid Aucho pale kwenye lile eneo. Kocha kwenye baadhi ya mechi alikuwa anamchezesha kama center back, eneo ambalo sio eneo lake kiasili. Kwa hiyo ilikuwa inampa tabu kiasi fulani, majeraha na vitu kama hivyo. Lakini hapa katikati unaona majeraha hayapo. Mwalimu imani yake ipo pale. Anachokifanya hivi sasa ni kama anawakumbusha watu wakati labda anacheza Mbeya City, of course sana Mbeya City. Hivi anavyofanya hapa ni kama copy and paste na kila ambacho alikuwa anakifanya Mbeya City. Anaweza kupasi vizuri akiwa kwenye eneo ambalo ni la wazi na anaangalia goli la mpinzani. Hivi ana uwezo wa kupasi vizuri, shooting power anayo, ana umbo uzuri, kwa hiyo anaweza akaathiri mchezo wakati wana defend, akadefend vizuri. Lakini hata kwenda kuattack set play na vitu kama hivyo anaweza akatumia pia umbo lake kubwa kuisaidia timu kuwin mipira mingi hewani. Kwa nafikiri anaonyesha tu kile ambacho alichonacho. Hapa ule msimu uliopita ndo msimu wa kwanza na baadhi ya changamoto ambazo wamekutana nazo. Lakini mbali na hilo, nilikuwa nataka nichangie kidogo kwenye swali ulouliza kwamba barani Ulaya huko, nafikiri ni tofauti. Unajua barani Ulaya kwa mfano Liverpool na baadhi ya mechi ambazo wanacheza na timu ambazo zenye quality kubwa. Lakini sisi hapa mpira wetu nyumbani kuna utofauti mkubwa sana wa quality. Kiasi cha kwamba Yanga, Simba, Azam wanaweza kaa na madhaifu fulani, lakini timu wanazokutana nazo utofauti wa ubora ni mkubwa sana. Kwa hiyo wanashindwa hata kutumia yale madhaifu ya hizi timu kubwa kuweza kuwaonyesha kwamba nyinyi mna madhaifu haya na haya. Sasa ndio mazingira yetu. Kwa sasa hofu inatoka wapi kama ndio hivyo? Hofu ndio huko kwenye ligi ya mabingwa. Sisi ligi yetu hapa inaamuliwa na mechi chache. Mfano umeona Simba msimu uliopita akaukosa ubingwa kwa mechi hizi mbili za dhidi ya Yanga. Tofauti ilikuwa alama 4. Kwa hiyo angeweza kupambana vizuri na Yanga, inawezekana akawa bingwa. Kwa hiyo hata Yanga pia atakachokivuna msimu huu kinaenda kutafsiriwa na dhidi ya timu kubwa, sio dhidi ya hizi timu za kawaida. Na hata mechi ambayo alifungwa msimu uliopita na Tabora, jina unaweza kuchukua Tabora, lakini Tabora alikuwa na quality players. Chikola unaona hakukaa tena pale, amekuja Yanga. Makambo kila mtu anajua ubora wake. Yakuba kila mtu anajua ubora wake. Yule Chuku hakukaa tena pale Tabora, alienda zake Singida. Kwa alikuwa na quality players ya kujua madhaifu ya Yanga na kuwapopoa. Kwa hiyo nini huko barani Ulaya unakutana na Crystal Palace, unaona wachezaji walokuepo nao. Lakini huku unakutana Yanga anaweza kaendelea akacheza hivi, lakini akutana na hizi timu zingine za madaraja ya kati atazipiga tu 3, 4, 5. Lakini ukija kukutana na Azam kakaa sawa, anaweza akatumia hiyo nafasi ya madhaifu yako akakupiga. Ukutana na Simba labda kakaa sawa, anaweza kutumia madhaifu akakupiga. Alafu hizo mechi chache ukakuta tayari wenzako wametake hiyo advantage ya kuchukua alama kwa kuna akawa bingwa. Sawa, kwa hiyo ndio tofauti iliyopo. Mr Verbs kutoka Temeke kwa Aziz Ali anasema Ahmed Kaze aliondolewa Yanga akiwa hajafungwa mchezo hata mmoja. Badala yake Yanga